Najua huyu jamaa alishawahi kukuacha na maswali mengi kichwani, ukajiuliza huyu ni mwanaume wa namna gani? Mimi si mchawi, lakini najua ulishajiuliza maswali haya na kutokupata majibu kabisa. Walau leo hii unaweza kupata at least jibu la swali lako ulilokuwa ukijiuliza juu ya jamaa huyu. Enoluwa Prince Adeluwa alizaliwa tarehe 6 Julai mwaka 1999 huko nchini Nigeria, na hivi sasa ana miaka 26. Alihitimu chuo kikuu akiwa na miaka 19, yani ana degree hapo alipo. Mwaka 2021 alipata degree ya uzamili katika mawasiliano ya uuzaji, chuo kikuu cha Pan Atlantic. Lakini mwaka 2022 alisema hadharani kwamba ameanza masomo yake ya udaktari kuitafuta PhD. Kwa maana hiyo, mtu ninayemzungumzia hapa ni mtu ambaye anaitafuta PhD. Je, ulifikiria haya yote kwa muonekano wake, mavazi yake na mambo anayoyafanya? Ucheshi ule uliweza kuamini kwamba Enoluwa ameligusa darasa vilivyo? Naam. Ngoja nikupe historia ambayo kuna muda ilikuwa ikiwachanganya watu na kujiuliza maswali, huyu Enoluwa ni nani? Haswa pale Enoluwa alipokuwa na ukaribu na Priscilla Ajoke Ojo, ambaye ni binti wa mwigizaji maarufu wa Nollywood aliyefahamika kama Iyabo Ojo. Priscilla ni mmoja wa marafiki wa karibu wa Enoluwa. Mara nyingi huonekana pamoja katika machapisho ya mitandao ya kijamii wakiwa wamevalia kwa mtindo unaofanana, jambo lililowafanya watu wakaanza kuhisi kwamba walikuwa na uhusiano wa kimapenzi. Hata hivyo, watu wao walipokuwa wakiulizwa walidai kwamba ni marafiki. Baadaye Priscilla akapata mpenzi ambaye ni msanii kutoka Tanzania, Juma Jux. Kuwa urafiki wao wakawa marafiki, na leo hii Enoluwa yupo Tanzania akiishi kama Mtanzania, akiyafurahia mazingira halisi ya Tanzania. Wengi wakajiuliza huyu jamaa ni mtu wa namna gani? Kilichowashangaza watu wengi sana ni muonekano wa mwanaume huyo, wakiamini pengine mwanaume huyu bado hajakamilika vilivyo. Wengine wakimtazama pengine ni mwanaume aliyekamilika, ila ucheshi tu ndio unaomfanya akaonekana hivyo, kutokana na mavazi anayovaa na mafuta anayojipaka na uso wake kuwa angavu zaidi. Enoluwa ni balozi wa bidhaa nyingi kubwa za urembo na mitindo, na ni miongoni mwa wanaume wachache wa Nigeria wanaopromote utunzaji wa ngozi, kwa maana ya kwamba ni skin care na urembo hadharani bila uoga wa mitazamo ya kijamii. Enoluwa anajulikana kwa mtindo wake maarufu wa kutumia lip gloss na kuchangia sana katika kubadilisha mitazamo kuhusu wanaume wanaojali muonekano wao katika jamii za Kiafrika. Kwa maana hiyo, muonekano wa Enoluwa ni kutokana na biashara anayoifanya. Yeye ni balozi wa vipodozi mbalimbali nchini Nigeria pamoja na vyakula. Hivyo basi, unavyomuona anapendeza na kujipaka lipstick, hujua anaitangaza yeye kama balozi. Ukimwona amepaka makeup, anang'aa uso wake, muda mwingine anatangaza mafuta anayotumia pamoja na makeup anazotumia. Ukimwona amevaa nguo ya muundo kama mwanamke, ujue basi anatangaza mavazi, kwa sababu Enoluwa pia ni mwanamitindo. Ukimwona amevaa viatu vya high heel, usimshangae. Ukimwona ameweka nywele kwa style ambayo kwa wanaume si rafiki, anapromote baadhi ya vipodozi vya nywele. Enoluwa, ukimwona anakula sana, basi usimjaji na kufikiria kwamba anakula, ujue anatangaza tangazo la vyakula. Ukimwona Enoluwa anaongea sana, basi fahamu jamaa huyu ni mwigizaji, pia anasifika kwa ucheshi kule nchini Nigeria, na alishawahi kuwa mwandaji wa filamu mbalimbali kule nchini Nigeria na zikafanya vizuri, haswa filamu yake ya kwanza mwaka 2018. Ukimwona Enoluwa anacheka hovyo, fahamu kwamba ni desturi yake. Ni moja kati ya sifa ambayo imemfanya Enoluwa azidi kupendwa kule Nigeria na kupata wafuasi wengi sana katika mitandao ya kijamii. Na ndivyo hivyo Watanzania wengi wamekuwa wakishangaa ucheshi wake ni wa aina gani. Kuna muda wanamweka kwenye kundi la wanaume, kuna muda wanamweka kwenye kundi la wanawake. Kuna muda Enoluwa unaweza kumkuta yupo uwanjani anacheza mpira kama mwanaume. Kuna muda Enoluwa utamkuta akiwa na mwanamke na akiwa na hisia kama mwanaume. Kuna muda Enoluwa utamkuta na lipstick mdomoni, akirembaremba uso na akizungumza anarembua. Watu wanajiuliza ni mwanaume wa namna gani akiwa anarembua hivi? Na sasa hivi Enoluwa tunamuona yuko na mwanamke wa Kitanzania, msanii anayefahamika kama Fina, na sasa hivi wanadai kwamba wapo katika mahusiano ya kimapenzi. Hapo awali wengi walichukulia kwamba urafiki
wa Priscilla pamoja na Enolua ni kutokana na udhaifu wa Enolua ndio uliomfanya wakawa marafiki, kwani waliamini hana sumu yoyote. Hivi sasa watu wengine wanaanza kukuna kichwa. Kumbe Enolua anaweza akawa na mpenzi wa kike na wakaanzisha mahusiano. Watu walishangaa kweli. Na si Tanzania tu, hata kule nchini Nigeria waliziba midomo yao na kushangaa. Kwao ikawa sherehe kwa sababu Jux kamchukua Priscilla kutoka Nigeria na Enolua naye ameamua kuchukua mwanamke kutoka Tanzania, kitu ambacho kikawafanya wa Nigeria waweze kufurahi na kuweza kumuunga mkono Phina kwa kumpa zawadi ya followers milioni 1 kule Instagram. Hivi sasa Phina ni miongoni mwa Watanzania wa kike ambao wanafuatiliwa kwa kasi kule nchini Nigeria, sababu ni moja kati ya kuwa katika mahusiano na mtu maarufu kule nchini Nigeria. Umaarufu wa Enolua umepatikana katika platform zote, kwa maana ya kwamba kule TikTok ni maarufu sana, na ndicho kitu ambacho kimemfanya amekuwa maarufu all over the world. Lakini kingine, Enolua Instagram yake ni kubwa kuliko, inakuwa kwa kasi zaidi. Anapatikana kule YouTube akiwa anarusha maudhui ya movie mbalimbali. Moja kati ya movie hiyo ni All of Us, movie ambayo inafanya vizuri sana, ndani yake akiwa amemshirikisha rafiki yake Priscilla. Maswali watu wanaojiuliza ni kwamba, je, huyu Enolua ni mwanaume kweli? Tunasikia kwamba watafunga ndoa na Phina. Kuna ukweli ndani yake au wanatafuta kiki? Hata kama wakifunga ndoa wataishi kama wapenzi, kwa maana ya kwamba Enolua atasimama kama mume na Phina atasimama kama mke, au kuna drama yoyote inaendelea kati yao? Kikubwa Watanzania wamefurahi sana, lakini Watanzania wengine wamebaki wakiduaa, hawaamini kama itakuwa ni kweli. Kule Nigeria imekuwa sherehe, na ndio maana wakaamua kumtunuku Phina. Followers wengi wamemfollow na comment kibao katika page yake kwamba wameshampata wifi na wengine wamepata shemeji. Licha ya hivyo, hii inasaidia kuongeza ukaribu sasa kati ya Tanzania na Nigeria. Ni kutokana na ile harusi ya Jux na Priscilla, na sasa hivi wanazungumziwa sana Phina pamoja na Enolua. Nafikiri maswali yako nimeweza kukupa majibu kidogo, kwamba Enolua muonekano wake unavyomtazama, kwa maana ya kwamba ana uso angavu, ana lipstick mdomoni, ana nywele laini zimepakwa mafuta, na pia ongea yake pamoja na mavazi yake, hivyo vyote ana promote biashara na matangazo, kwa sababu yeye ni balozi wa makampuni mbalimbali, kwa maana ya kwamba balozi wa vipodozi kama vile makeup, lipstick, mafuta pamoja na mavazi. Kwa ufupi ni mwanamitindo pia. Usimshangae akivaa high heels, usimshangae akitembea hivyo, sababu ni moja kati ya career yake. Majibu umeweza kuyapata. Enolua anadai yeye ni mwanaume kamili na alishawahi kukiri kwa mdomo wake wote. Ingawa Adelua aliwahi kuwa na uvumi kwenye mitandao ya kijamii akisema yeye mwenyewe kwamba ni shoga, ambapo alivujisha mkanda akiwa na mwanaume. Lakini mnamo mwaka 2024 alihutubia umma kwamba yeye si LGBT, bali ni mwanaume mnyoofu ambaye anaigiza jinsia ya kike. Mimi ni Steven Kamil na hii ni Spruce Online TV. Imani yangu umeweza kuelewa na haujachanganyikiwa tena kuhusiana na mwanaume huyo. Ukipenda muite mwanaume rejali aliyekamilika, shemeji yetu. Usiache kusubscribe, like, comment na kushare. From the food to the music to the weather to the water, everything is just a 10/10.